Majina yangu naitwa Jamil Amoni Mwalupindi, ni mkurugenzi wa Suhala. Ni mojawapo katika watu ambao wameshiriki kongamano la leo la uzinduzi wa maadili katika ukusanyaji wa kodi. Tumekuwa na muda mzuri sana na kamishna mkuu ndugu Mwenda amezindua jukwaa na kamati pia imetambulishwa ambayo ina watu 20 watakao kuwa na shughulikia jukwaa hilo, na lengo likiwa ni kuboresha ukusanyaji wa kodi, lakini pia kuleta maendeleo katika nchi yetu. Binafsi nimefurahia kwa sababu kuna upotevu wa mapato ya serikali ambayo inatokana na ukosefu wa maadili kwa watumishi, lakini pia kwa wafanyabiashara. Tukiweza kupata elimu nzuri kama wafanyabiashara, lakini pia na watumishi wa TRA wakiwa na maadili mazuri, naamini tutaweza kukusanya kodi ya kutosha, lakini pia tutapata maendeleo katika nchi yetu. Maana maendeleo makubwa yanatokana na sisi wenyewe tunapotoa kodi kwa uaminifu. Na bajeti yetu ya serikali kwa ukubwa inatakiwa tujitegemee wenyewe pasipo kutegemea wahisani. Na tunafanyaje sasa tupunguze kutegemea wahisani? Ni pale ambapo tutatoa kodi kwa uadilifu, lakini pia na watu wanaosimamia na wenyewe wakazitumia hizo kodi vizuri kwa ajili ya maendeleo, ili tuweze kupata thamani ya fedha ambao kwa Kiingereza wanasema value for money. Pia nafikiri jambo ambalo tumelizungumzia hapo ndani ni kwamba watumishi wa mamlaka ya mapato wanahitaji kuwa na elimu ya biashara, na wakiwa na elimu ya biashara watapunguza migogoro na wafanyabiashara. Wasipokuwa na elimu ya biashara, ndio hiyo ambao wao wanasema wanasimamia kodi, unasimamia kunakuwa kama polisi katika usimamiaji wa kodi, hilo jambo haliendi. Ukiweza kuielewa biashara, utaweza kufanya makadirio mazuri, na hata mtu pia anayefanya biashara ataweza kutoa kwa hiari pasipokuwa na mivutano, lakini pia atatoa kwa sababu itakuwa iko ndani ya uwezo wake. Ukiweza kufanya makadirio makubwa sana ambayo hayaendani na biashara ile, na hapo ndipo mgogoro unapotokea na mwisho mtu anashindwa kufanya biashara. Tunahitaji encourage wafanya biashara ili waweze kuongeza biashara, na wakiongeza biashara na serikali pia itapata kodi. Lakini tukiwa na mivutano ambayo haina maana, kufungiana biashara, kupewa nani makadirio ambayo hayaendani na biashara yako, mwisho wa siku mtu anaamua kuachana na biashara hiyo, na akiacha biashara na maisha, hata serikali pia itakosa yale mapato. Kwa elimu ni muhimu kwa watumishi wa serikali, hasa hawa wakusanyaji wa kodi. Na sasa hivi wameleta vijana, wamekuwa ni wengi ambao wametoka shule. Ni vema wakapewa elimu ya kutosha kuhusiana na biashara na namna jinsi ya kuendea pia wafanyabiashara. Customer care ni ya muhimu sana katika kila eneo, hata kwa walipa kodi. Wasisimame kama polisi. Wao wanatakiwa washirikiane vizuri na wafanyabiashara ili waweze kupata kodi ambayo itaweza kuleta maendeleo katika nchi yetu.